hauoni sehemu ambayo direct mshabiki anafungiwa akizungumza maneno ya ovyo nje ya uwanja. That's why unaona shabiki wengi wanafungiwa wanampiga simu mtu uwanjani amfanyie hivi afanye hivyo, kwa sababu sasa hakuna hizo kanuni na viongozi wameangalia kuna huo udhaifu, wanachipi na wanajaribu kuishi na viongozi, kuishi na wazee ili wawaseme. Nitakupa mfano mwingine. Unakumbuka sakata la mzee Magoma? Umeona Magoma wakati anasumbua, unakumbuka wazee walikuwa wanatua kabisa kwenye media, wanazungumza kwenye media, sio kwenda media hiyo. Sasa mtambua na kuna mzee mmoja wa Yanga na ndio ambaye alizungumza leo, alienda na kadi kama 6-5 za Yanga kuanzia kadi ya mwaka 70. Huyu ni mratibu, anasema hii ni kadi ya mwaka 70, hii si mwaka 75, hii mwaka 80, mwaka 90 baada ya Benjamin Mkapa kuingia ilikuwa kadi hii, kadi ya Jakaya, kadi ndio sasa hivi tunatumia. Yeye tumtambue, sio ni moja. Yaani hivyo ni vitu ambavyo viongozi wangezungumza vile vimetengenezwa taswira tofauti zaidi kwenye mpira wetu, ila kwa sababu viongozi hao wametengeneza rupu ya wazee, sababu hao nenda kazungumza bwana. Umeona, tuseme tu walisia kawaida. Maneno ambayo anazungumza huyu mzee wa Yanga leo, si ndio? Angezungumza kiongozi wa Yanga, unafikiri nini, hatua gani ingefuata pale mbele? Kwa sababu mzee anazungumza yuko comfortable kabisa, anazungumza tuende uwanjani tulikata harama yote hata nusu. Sisi tunafungua kesi mahakama zote za Tanzania, kitu ambacho unajua ni ilivyo kwenye mpira wa miguu. Umeona, kwa sababu mpira wa miguu una mahakama yake yenyewe tayari, ndio huko atakuwa ufungulie mashtaka. Kwa hiyo direct kama kiongozi wa Yanga angeenda mbele aseme sisi tulifungiwa, tunafungua mahakama tunafungua kesi kwenye mahakama zote hizo. Umeona, unaona kabisa adhabu ambayo inafuata huyo kiongozi mfungiwa. Na jana ukiangalia hata background ambayo alikuwepo Shabani Omar, unaona kabisa iko na ni ya njano, iko na wazee wana direct connection. Kwa sababu nitajimtangazia kwenye ile point ambayo ya kwanza ambayo nilizungumza kwa habari ya nani, Simba washatoka hapo yani kabisa kwenye ile anasema sio wazee tunawatambua. Unaona, si hivyo clear kabisa, sio washatoka. Na Sofia, kama unakumbuka wakati tunaenda kwenye press ya game ya Simba na Almasi ile ni mrudiano, unakumbuka hata vile nani wao pale walisemaje? Kwanza mwenyekiti asema wazee tu tutaungana na wazee, ni kitu wanafahamu kabisa, lakini hawako rasmi. Wala ukifuata ukiangalia katiba ya Simba wazee mtakuta, ukiangalia Yanga wazee mtakuta, lakini ni mfumo usio rasmi la kurasimisha kinyume kiasi kwamba wao wanaweza kutumia kusubmit jumbe zao bila wao viongozi kuathirika.